Mambo vipi mtazamaji wa Bongo Brothers, karibu sana katika News Trend kwa siku hii ya leo. Mimi naitwa Godwin Mawanja aka Kaka G. Na moja kwa moja tuanzie na zile za kitaifa zaidi. Bwana mgombea ubunge wa Temeke kupitia chama cha ACT Wazalendo, Sheikh Ponda Issa Ponda ameomba wakazi wa Temeke kumchagua kuwa mbunge wao ili kuweza kuwakilisha kero zao bungeni kama alivyowahi kufanya kwa wananchi wa Mtwara wakati wa mgogoro wa kesi na mambo yakawa sawa. Sheikh Ponda amesema hayo Jumatatu Septemba 15, 2025 alipokuwa akizindua kampeni ya ubunge za chama hicho zilizofanyika kata ya Tandika Davis Corner Lini jijini Dar es Salaam. Katika kuomba huko kura, Sheikh Ponda amesema hataki ubunge ili kuwa maarufu au kupata fedha, kwa kuwa kazi za kuwatetea wananchi amezianza siku nyingi, na kukumbushia alipowatetea wananchi wa Mtwara kipindi cha mgogoro wa gesi yao, huko akiwa wajui watakavyofaidika na hatua hiyo. Anasema, ukiangalia mimi sio mtu wa Mtwara, ni wa Kigoma, lakini niliopambania watu wa huko hadi kuona haki inatendeka. Hivyo nitakapopata ridhaa, na mimi nitakuwa mwakilishi mzuri wa kwenda kuwakilisha yale ambayo yametokana na wananchi wa Temeke, amesema Sheikh Ponda. Kwa mgombea huyo amesema kwenda bungeni haendi kutafuta umaarufu wala fedha, bali ni kupata nafasi ya kuweza kukaa katika vikao vya mamlaka ili kuwatetea wananchi. Na katika taarifa nyingine ni kuhusiana na ofisi ya mkurugenzi wa upelelezi wa makosa ya jinai imemtaka aliyekuwa balozi wa Tanzania nchini Cuba Humphrey Polepole kufika ofisini hapo kutoa maelezo au shahidi kuhusiana na tuhuma anazozitoa kwa umma kupitia mitandao ya kijamii. Polepole alijiuzulu nafasi yake Julai 13, 2025 kwa madai hawezi kuendelea kuwa sehemu ya uongozi usiohamasika na utio misingi ya katiba ya nchi na chama, haki, maadili, utu na uwajibikaji kwa wananchi. Hivyo ameamua kwa hiari yake kujiuzulu nafasi yake ya uongozi na utendaji serikalini. Tangu wakati huo amekuwa akiibua tuhuma mbalimbali dhidi ya serikali na taasisi zake. Jumatatu Septemba 15, jeshi la polisi kupitia msemaji wake David Misime limesema limefungua jalada la uchunguzi na linaendelea kuchunguza tuhuma mbalimbali ambazo amekuwa akizitoa kada huyo wa CCM. Na Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi INEC imeengua rasmi jina la mgombea wa rais kupitia chama cha ACT Wazalendo Luhaga Mpina katika orodha ya wagombea wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika Oktoba 29 mwaka huu. Hatua hii imekuja baada ya INEC kukubali pingamizi lilowasilishwa na mwanasheria mkuu wa serikali Hamza Johari dhidi ya uteuzi wa Mpina. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na INEC Jumatatu Septemba 15, 2025, ameeleza kuwa tume iliketi na kufanya maamuzi juu ya jumla ya mapingamizi manne yaliyowasilishwa. Katika maamuzi hayo, mapingamizi matatu yaliyowasilishwa na wagombea wengine wa urais akiwemo Almas Hassan Kisabia wa NRA, Kunje Ngombale Mwiri wa AAFP na Mpina mwenyewe dhidi ya Samia Suluhu Hassan ya CCM yamekataliwa. Hata hivyo, pingamizi la mwanasheria mkuu wa serikali dhidi ya Mpina limekubaliwa na kusababisha jina lake kufutwa kwenye orodha ya wagombea wa urais, imeeleza taarifa hiyo. Na katika habari za kimichezo zaidi, historia imeandikwa kwenye mashindano ya dunia ya riadha 2025 baada ya mwanariadha Alphonce Simbu kuibuka kinara wa mbio hizo na kuipa Tanzania medali ya dhahabu ya kwanza kwenye mashindano hayo yaliyofanyika asubuhi Septemba 15, 2025 jijini Tokyo, Japan. Simbu ameandika historia hiyo baada ya kumaliza mbio za kilomita 42 kwa saa 2 dakika 9 sekunde 48, huku akipata upinzani mkali kutoka kwa Manal Petros wa Ujerumani ambaye pia alikimbia muda wa saa 2 dakika 9 na sekunde 48 na kushika nafasi ya pili, huku nafasi ya tatu ikichukuliwa na Ilias Aouni wa Italia. Mwanariadha huyo licha ya kumaliza muda mmoja na Petros, ushindi wake umeamuliwa na teknolojia baada ya mguu wake kuwa wa kwanza kugusa ardhi baada ya kuvuka mstari wa mwisho. Ushindi huo unamfanya Simbu kuingia kwenye vitabu vya kumbukumbu kama Mtanzania wa kwanza kushinda taji la dunia katika riadha. Jeshi la Israel limeanzisha mashambulizi ardhini Jumatatu ili kuteka mji wa Gaza. Jeshi la Israel alikujibu mara moja ombi la kutoa maoni kuhusu hatua hiyo iliyoripotiwa, ambayo inakuja baada ya wiki kadhaa za mashambulizi makali ya Israel katika mji huo. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu aliamuru wanajeshi mwezi uliopita kuuteka mji wa Gaza, ambapo anautaja kuwa ngome ya kundi la wanamgambo wa Hamas ambalo lilianza shambulizi la ghafla Oktoba 2023 dhidi ya Israel. Jeshi tangu wakati huo limeuzingira ukanda wa Gaza na kusababisha janga la kibinadamu na uharibifu mkubwa, uhamishaji wa watu wengi na uhaba mkubwa wa chakula na maji. Vikosi vya Israel vimekuwa vikiendesha operesheni zake kwenye viunga vya mji wa Gaza kwa wiki kadhaa, vikaribia katikati mwa mji huo ambapo takriban Wapalestina milioni 1 walikuwa wametafuta hifadhi mwezi uliopita. Gaza inaungua, waziri wa ulinzi wa Israel Katz alisema katika ujumbe kwenye mtandao wa X mapema Jumanne. IDF inashambulia kwa nguvu kwenye miundombinu ya kigaidi na wanajeshi wa IDF wanapigana kwa ujasiri ili kutengeneza mazingira ya kuachiliwa kwa mateka na kushindwa kwa Hamas. Bwana, hizo ndizo trend zaidi kwa siku ya leo katika News Trends kupitia Bongo Brothers. Mimi naitwa Godwin Mawanja aka Kaka G.